Azam News hii leo tunakukutanisha na mwanamke wa shoka, mwanamke mpambanaji, lakini zaidi ya yote ni mwanamke mwenye uthubutu ambaye ameamua kufanya shughuli za usafirishaji wa abiria maarufu kama bodaboda. Ni mwanamke ambaye ameamua kuondoa dhana ya kwamba kazi hizi zimekuwa zikifanywa na wanaume peke yake, lakini hivi sasa kwa takribani zaidi ya miaka 4 naye amekuwa akijihusisha katika shughuli hii ya usafirishaji wa abiria, na hii ni simulizi yake. Nimeanza kazi hii 2019 mwezi wa 11 mpaka sasa hivi, na imenisaidia vingi. Nimeweza kujitegemea mwenyewe, kuendesha familia. Sasa hivi na uwezo wa kulisha familia pia hapa na pale, japokuwa riziki ni hivyo ni kidogo, lakini angalau wanaweza kupata mahitaji pia wanayostahili. Nilikuwa na pikipiki ya Deiwaka, nilikuwa naendesha 7,000 kwa siku. Hivyo unaweka akiba kidogo, nyingine unatumia matumizi. Nikaweza kununua pikipiki ya kwanza, nikampa kijana, alafu mimi nikaendelea pia na hiyo Deiwaka 7,000. Kupeleka 7,000 huku kijana ananiletea 10,000. Na mimi nikipata kwangu kidogo naweka. Kwa hiyo nikaweza pia kununua pikipiki ya pili. Nikanunua tena na nyingine. Kwa siku ananiletea 10,000. Kijana mmoja analeta kwa siku 10,000. Ni mkataba. Kwa hiyo akimaliza mwaka pikipiki na yeye inakuwa ya kwake. Mafanikio ni mengi. Kama una uwezo pia wa kujitegemea, una uwezo wa kulisha watu kadhaa, pia hayo ni mafanikio. Una uwezo pia wa kununua kiwanja labda 100,000, milioni 2, milioni. Unaona? Kuliko kukaa nyumbani, bora ufanye kazi. Katika shughuli yoyote ile ambayo inamuingizia mtu kipato, haikosi kuwa na changamoto, na hizi ni changamoto ambazo Amina amekuwa akikumbana nazo katika shughuli hii ya usafirishaji wa abiria. Changamoto unakuta ambayo hawanifahamu, mtu anaogopa saa nyingine kupanda, anakuwa na wasiwasi pia na mimi. Atanifikisha kweli, mtoto wa kike atanifikisha kweli? Hivyo. Kazi ya usiku mimi kiukweli kazi ya usiku sijawahi kufanya. Mwisho wangu saa 12, saa 1. Changamoto kubwa mimi sijawahi kukutana na changamoto. Zaidi pia vijana wa kijiweni kwangu pia wengi wananipenda. Anatueleza mikakati yake alionayo katika shughuli hii ya usafirishaji wa abiria. Mungu akijalia, kuna mipango ikikaa sawa, nitaenda pia kujiendeleza kusoma kwenye magari ya abiria na mizigo. Tapumzika hii nihamie upande mwingine pia. Na tunapata nafasi pia ya kuzungumza na vijana wa bodaboda ambao wapo katika kijiwe hiki ambacho Amina naye anafanya shughuli zake hapa. Wao wanamzungumziaje pia Amina katika shughuli zake hizi za usafirishaji wa abiria, lakini ni mwanamke wa aina gani katika kazi yake? Mama ni jasiri, kama kufanya kazi. Kwanza yeye mwenyewe anamkaga Mkombora kale, anamkaga saa 11. Mimi kwanza hata siwezi amka saa 11, mimi namkaga zangu saa 1, saa 12 kasoro yenyewe sawa hapo. Yuko kwa Mkombora kale saa 11 yuko radi. Afisa mwenyewe mwenyewe mapigo yake siwezi, mama yuko vizuri sana, mimi kanishinda. Kwa hiyo yeye ameamua kufanya kitu tofauti, kujiingiza kwenye shughuli, na anaifanya kwa ufasaha kabisa. Anaheshima, uaminifu, ndio unayemfanya afaje awepo hapo. Kitu wa kipekee wa kwanza kumuona mwanamke wa kwanza katika kuendesha bodaboda, na kwa utendaji wake wa kazi kweli yuko vizuri. Watu tofauti mwenyewe tunamuona kujitolea, anapambana sana. Mtauni yeye mwenyewe. Ni zile shughuli ambazo zilizoeleka kwa namna moja au nyingine wanaume peke yake ndio wanazifanya, lakini naye ni miongoni mwa wanawake ambao wameweza kubadilisha dhana hiyo, ambapo hivi sasa anaweza kuisaidia familia yake na pia ameweza kubadilisha maisha yake kwa namna moja au nyingine. Nakutakia heri ya siku ya wanawake duniani. Mimi ni Helen Kawiche, Habari Weekendi, Manyara.